Farah Mohamed Omar au almaarufu naitwa Mwana Maombi. Kwenye mitandao najua kwa maarufu kwa jina la Mwana Maombi. Mimi ni mkazi wa kata Babati na leo tarehe 28 nimechukua fomu ya kugombea nafasi ya udiwani. Na sababu kubwa iliyonisukuma kwenda kuchukua fomu hii ni kwamba binafsi nimeombwa na wananchi wa kata ya Babati. Hata leo hii saa 6 mchana nimechelewa kuchukua fomu kutana na miskole zaidi ya 80. Na baadhi walinifuata paka nyumbani kwa ajili ya kuniomba nichukue fomu hii ya udiwani, kwamba wakiamini kwamba kuna jambo ambalo nilifanya kwa sababu niliwahi kuwa diwani mwaka 2010 2015. Kwa hiyo kuna mambo anahisi kwamba sikuyamalizia. Niligombea udiwani mwaka 2025, lakini kwa bahati mbaya nilipata ujauzito, lakini mtoto hakuwa riziki. Kwa maana nilishinda ndani ya chama, lakini chama kuniteua kwa ajili ya kugombea nafasi hiyo. 2020 hiyo chama kilikata jina. Uogope awamu hii kukata tena? Kwenye siasa ni kama vile mchezo wa mpira. Naposema mchezo wa mpira kwa maana kuna kushinda na kuna kushindwa, lakini bahati mbaya kwenye siasa hakuna draw. Kwa hiyo wenye kukaa kwenye vikao vya uteuzi ni wanadamu. Kwa namna moja ama nyingine mimi naamini nilikuwa na sifa za kutosha. Nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji, lakini kwa bahati mbaya sana chama changu hakikuweza kuniteua. Lakini naamini hali kama hiyo haiwezi kujirudia tena, kwa sababu chama changu kilijifunza, kwa sababu 2020 baada ya sisi kuondolewa katika nafasi na kuchukuliwa ambaye nifuata wakura, mimi baada ya kuongoza wakura nyingi sana, tulipata kazi kubwa sana kumpigania mgombea aliyopita, na ilibidi chama ije tukalishe chini kwa ajili ya kuweza kumsaidia, na ndio akaweza kupata nafasi hiyo. Inasemekana sababu ya mwaka 2020 kukatwa jina ni mwaka 2015 ulikiangusha chama kwenye uchaguzi mkuu. Hili la ukweli gani? Hilo halina ukweli kabisa, kwa sababu mwaka 2015 ni kweli tuliangushwa, lakini sikuwa peke yangu. Mfano tu kuna madiwani wawili wa kata ya Nangara na kata ya Sigino, wao walianguka mwaka 2015. Lakini 2020 waliteuliwa na chama na walishinda. Lakini na ukweli kabisa ambao unabidi useme mwaka kilichotokea mwaka 2015 ni kwamba sisi tuliangushwa kwa sababu ya usaliti. Viongozi wetu wakubwa kwenye ngazi ya wilaya na wengine kwenye ngazi ya kata walijiunga na upinzani kwa kusaidia upinzani, kwa sababu waligombea nafasi za ubunge na hawakupata nafasi, baadaye walisaliti chama. Na ushahidi upo, kwa sababu chama kilishawachukulia hatua na wengine walishaondolewa ndani ya chama na wengine walinyang'anywa nyadhifa zao. Kwa hiyo si kweli kabisa kwamba mimi ndo nilikiangusha chama. Chama kiliangua kutokana na usaliti mkubwa uliofanywa ndani ya chama chenyewe, na ushahidi ule ulipelekea baadhi ya viongozi wakubwa wa chama kuondolewa kwenye nafasi zao. Na unajua ndugu yangu, kwenye chama kama nilivyosema mwanzoni, siasa ni kama mchezo wa mpira. Unajua unapokwenda kwenye uwanjani wakati timu pinzani imeshajua mbinu yako, huwezi ukashinda. Kwa hiyo usaliti ulianzia ndani. Yale ambayo tunakaa kwenye vikao vya chama tunapanga mikakati ya kwenda kushinda nje, wenzetu walikuwa wanawapelekea vyama rafiki au vyama vya upinzani. Wakawa wanajua mbinu zetu na mikakati yote ambayo tunatarajia kuzifanya. Kwa hiyo tulikuwa resa na sisi kuanguka. Je, ikitokea sasa na awamu hii wakakukata tena jina, ama chama? Siwezi kuhama chama, kwa sababu mwaka 2015 nilikatwa, lakini nilitulia. 2020 jina langu lilikatwa. Natumia neno kukatwa kwa sababu juzi makamu wetu wa chama alisema kukata ni kwa maana ya kwamba jazba, fitina, makuna, vitu kama vile pale. Lakini natumia neno kukatwa kwa sababu sidhani kama uteuzi ulifanyika, kwa sababu uteuzi kama ungefanyika nilikuwa ningepitishwa na chama changu, kwa maana naamini na sifa, nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri na diwani. Lakini pia hapa mjini hata mwandishi kunifuata hapa sasa hivi na maana kama umejua kwa mimi nakubalika, na ndio maana wakanifuata mimi na kuwafuata wengine kwenye hoji. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mwaka huu, mwaka 2025, chama changu kiko imara. Lakini watu pia nao waliingia wengine baada ya uchaguzi wa mwaka 2020, walipatikana wengine ndani ya chama, watatumia busara na busara zitawaongoza, na mimi nitateuliwa. Mimi hapa nilipo kwa kata hii ya Babati ndio kiongozi mkubwa ambaye napatikana natokana na Chama cha Mapinduzi, sababu mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa CCM. Lakini mwaka 2022 mimi niligombea mwenyekiti wa CCM wa wilaya.
jina langu lirudishwe na Mama Samia Suluhu Hassan na nikagombea nafasi hiyo. Sikuweza kuipata ile nafasi, lakini kule ile hali tu kurudishwa jina lako na Mama Samia Suluhu Hassan, na maana kwamba nilikuwa tayari naonyesha kwamba nina uwezo na chama kinatambua mchango wangu kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikitolea kwa muda mrefu ndani ya chama hichi. Ukipata sasa unawaahidi nini wana Babati wakati wa Babati? Nikipata nafasi hii naenda kuahidi wananchi wakati wa Babati tunaendelea pale tulipoishia mwaka 2015. Naamini nilifanya makubwa sana na naamini rekodi yangu mpaka sasa hivi haijavunjwa. Mfano tu mmoja ambaye napenda kusema ni kwamba sisi tulijenga ofisi ya kata mwaka 2010 2015. Toka tumalize jengo la kata, toka mimi niondoke madarakani, ile jengo la kata pale halijaweza kuongezwa hata rumu moja. Nilivyoiacha mimi kwa miaka 10 mpaka leo iko katika hali ile ile pale. Lakini kuna mambo makubwa tuliyafanya ndani ya kata hii hapa, mambo ya barabara, mambo ya vikundi. Ndio maana watu wa Babati mpaka leo wana imani na mimi, na naamini kwamba nikirudishwa na chama changu watanipa kura za kutosha, na naamini nitashinda kwa kishindo sana. Sana.